Swali la mwisho Mheshimiwa Waziri. Umekuja kuongea na mabinti, na mabinti ndio watu ambao mmomonyoko wa maadili unalenga sana mabinti. Kama Mheshimiwa Waziri Mdhamana, unalizungumziaje? Chini ya hili jua kiweka lako wataliumbisha kwa talicheka, lakini wewe ukisimama nako litatimia, na atakaye kuja kunyanyua hapo akukute ukihangaika na jambo lako. Usikate tamaa ukaenda ukalala usingizi utaonekana. Pambana unaweza, na sisi ukiamua tupo. Pata mawasiliano na sisi, tupe ushauri. Ndoto yako Binti Jasiri lazima iende. Wakumbukie dunia. Jana nilipata fursa ya kipekee kuhudhuria hafla ya Binti Jasiri. Ni tukio la kipekee lililoasisiwa na makamu wa rais wa serikali ya wanafunzi Daruso Mlimani katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambalo limeendelea kuwa jukwaa muhimu la kutambua, kuthamini, kuibua na kuendeleza juhudi za mabinti wapambanaji wanaojitafutia kipato chao na kuchangia maendeleo ya jamii kwa ujumla, ambapo hafla hiyo ilihudhuriwa na wageni mbalimbali na kujawa na hamasa kubwa inayoonyesha nafasi ya mwanamke katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi, huku mgeni rasmi akiwa Mheshimiwa Dorothy Gwajima, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi makubwa, ambaye alisisitiza umuhimu wa mabinti kujiamini, kutumia fursa zilizopo na kuwekeza katika elimu na vipaji vyao ili kujenga maisha bora ya baadaye. Na katika tukio hilo, washindi mbalimbali walitunukiwa tuzo kutokana na mchango wao wa kipekee, ambapo Mary Raphael Ketegwe alishinda katika kipengele cha mazingira kutokana na juhudi zake za kulinda na kuhifadhi mazingira. Rachel Joseph Mtoi alishinda katika kipengele cha talent and inspiration kutokana na kipaji chake na uwezo wake wa kuhamasisha wengine, huku Holly Mrisi akishinda katika kipengele cha afya ya akili kwa mchango wake mkubwa katika kuelimisha na kusaidia jamii kuhusu afya ya akili, pamoja na washindi wengine wengi waliotambuliwa kwa jitihada zao katika nyanja mbalimbali. Na kwa ujumla, hafla hiyo imeonyesha kuwa Binti Jasiri ni zaidi ya tukio, bali ni jukwaa la matumaini, ujasiri na motisha kwa mabinti wa Tanzania kujitambua na kuamini kuwa wanaweza kufanikisha makubwa wanapopewa nafasi na kuaminiwa.